Mambo vipi mtazamaji wa Baharia TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Naomba nikusogezee taarifa nyingine kuhusiana na gazeti la Mwanahalisi. Idara ya huduma ya habari Maelezo imesitisha leseni ya kuchapisha na kusambaza gazeti la Mwanahalisi kwa muda wa miezi 6 kuanzia tarehe 19 leo Agosti 2026 kutokana na ukiukaji wa masharti ya leseni na sheria ya huduma za habari. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Agosti 19, 2026, uamuzi huo umetokana na toleo la namba 571 la tarehe 6 mpaka 12 Agosti 2026 lililochapisha habari yenye kichwa Nchimbi agoma kujiuzuru bila kuzingatia kanuni na usahihi na mizania ya habari kabla ya kuchapisha na kusambaza kwa umma. Katika uchunguzi wake, Maelezo lilibaini dosari kubwa ya uhariri kwenye kurasa wa pili, ambapo picha ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda iliwekwa ikiwa na maelezo yanayomtaja kimakosa kuwa ni makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Taarifa hiyo inasema zaidi kwamba habari hiyo pia ilikosa mizania na uthibitisho wa kutosha, kwani mwandishi hakumhoji Dr. Emmanuel Nchimbi wala viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM ili kuthibitisha madai ya kikao hicho. Badala yake walitegemea vyanzo visivyothibitisha. Maelezo imeeleza kuwa hatua hii kali imechukuliwa baada ya gazeti hilo kurudia makosa mara kwa mara, ikizingatiwa kuwa tayari ilipewa onyo la mdomo mwezi Februari na onyo la maandishi tarehe 8 Mei 2026 kutokana na makosa ya kiuandishi. Mkurugenzi wa huduma ya habari amebainisha kuwa adhabu hiyo ya miezi 6 inahusu pia uzingatiaji na usambazaji wa maudhui ya gazeti hilo kwa njia ya teknolojia au mtandao kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ya habari. Hata hivyo, gazeti la Mwanahalisi lilipewa fursa ya kukata rufaa dhidi ya adhabu hiyo kwa waziri mwenye dhamana ya habari ndani ya siku 30 tangu tarehe ya kutolewa kwa uamuzi huo. Wakati huo huo, serikali imeliandikia wito gazeti la Jamvi la Habari kulitaka lijieleze kwa nini lisichukuliwe hatua za kisheria kwa kuchapisha maudhui yasiyozingatia wajibu wa vyombo vya habari. Hiyo ndio taarifa ambaye mpya kabisa imetoka hivi punde, na wale ambao hawakuipata basi hapa ndio wakati sasa mzuri wa kuweza kuipata taarifa hiyo. Lakini kimsingi ni kwamba kinachoelezwa hapa, tunaendelea kukumbushwa kufuata weledi wa uandishi wa habari na sio vile ambavyo inavyokuwa kama uandishi mwingine. Sasa nikusomee comment chache ambazo zimeandikwa na wadau mbalimbali kupitia habari hii. Comment ya kwanza nasema, nchi yangu hiyo haina baya, ukiingia tu kwenye mfumo umeenda. Haya, mwingine anasema alafu tunalia hamna ajira wakati vyombo vya habari vinafungiwa bila kufuata utaratibu. Mwingine anasema free Tundu Lissu, katiba mpya. Haya, akaweka na vimoji vya kicheko pale. Lakini pia mwingine anasema CCM wanapigana wao kwa wao, sasa hilo nalo ni kosa. Akaweka tena vimoji vya kucheka pale. Mwingine anasema hii nchi, akaishia hivyo hivyo, akaweka vimoji pia vya kucheka mpaka na toa machozi pale. Lakini pia mwingine akasema kusema tu hiyo miezi 6, hiyo ni hatari sana. Mwingine anasema nachoka mimi Sagari. Haya, asante. Lakini pia mwingine anasema mkuu, karibu ujipatie raba ya mtumba kali. Jamaa kama kuweka tangazo humo baada ya kuandika comment kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini pia mwingine anasema sawa mwandishi, bora kila mmoja atafikiwa. Ukisha mwaga damu lazima uendelee, haijalishi una mwaga kwa nani. Haya, lakini pia mwingine anasema hili gazeti sio mara ya kwanza kufungiwa, itakuwa kuna shida mahali. Haya, lakini pia mwingine anasema kiwanja kinauzwa. Haya, mwingine akatuambia kiwanja kinauzwa. Lakini pia mwingine anasema nchi iuzwe basi mimi nipate mtaji wa kuongezea kwenye biashara yangu. Mwisho wa siku utaamka siku moja tutaambiwa nchi haiitwi Tanzania tena. Haya, basi hizo ndo comment chache ambazo kati ya zile nyingi ambazo zimeandikwa katika taarifa hii.
Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.